Bwana Kefa Chengula, mambo vipi? Bwana safi, habari ya muda? Salama kabisa bwana. Mnyama Simba anacheza dhidi ya Namungo. Unalipi la kuzungumza? Ukiangalia kwenye statistic, ukiangalia uzito wa Simba na uzito wa Namungo, unaona kabisa leo ni klabu ya Simba inaenda kupata matokeo kwa sababu ni ukweli sio fishika, ni kwamba Ramadhani Mgunda ni bonge la kocha, ni kocha mzuri, ana weredi, na CV zake zinajionyesha ni kocha wa kimataifa. Na ukiangalia Steve Baka naye ni kocha mzuri. Kwa hiyo mimi binafsi na uhakika leo mechi ya leo itakuwa ni ngumu sana, lakini naiona klabu ya Simba inaenda kuchukua pointi 3 kwa sababu ya the way ilivyo na wachezaji wazuri, benchi ya ufundi nzuri, lakini kwa Ramadhani Mgunda kwa sababu yuko nyumbani, ana wachezaji wenye experience, naye anaweza kupata matokeo, lakini 80% naweza nikampa Simba kwa jinsi alivyo, lakini 20% linaweza likatokea kwa sababu kwenye mpira usiweke 100% kwa sababu hakuna lisilowezekana kwenye mpira. Kwa hiyo whatever itakavyokuwa, ikitokea amepata sala au Namungo ameshinda, basi itakuwa ni story, wanasema ni story. Lakini Simba kumfunga Namungo sio story. Kwa hiyo binafsi naona kabisa klabu ya Simba inaenda kuvuna alama 3 na gap lake na Yanga nafikiri itabaki vile vile la alama 5. Na nipende kuchukua nafasi hii kuambia kwa sababu ni saizi nimezikuta propaganda nyingi zikitengenezwa, mimi binafsi naiona kabisa kwamba pamoja na ubora wa Simba walionao, bado wanatakiwa kufanyaje? Wanatakiwa kujinasua hapa walipo na kusonga mbele zaidi. Lakini nimeiona klabu ya Simba wakizungumzia swala la Damaro, wakisema wanataka kwenda kasi. Lazima nizungumzie kwa sababu bado ni jambo ambalo mwenyekiti wa bodi ya ligi alizungumza kwamba wanaenda wapi? Wanaenda kasi. Mimi nataka nichukue nafasi hii kuambia kwamba Simba kwenda kasi kufuatilia swala la Damaro wako sahihi 100%. Umenielewa bwana Mnyasa? Kwa nini? Simba kwenda kufuatilia swala la Damaro wako sahihi 100% kwa sababu kwa namna klabu ya Yanga wanavyocheza na kuvuna pointi 3 na magoli 6-6, sioni nafasi ya klabu ya Simba kwenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa wao Simba kushinda mechi za mikoani ama za nyumbani kwa namna Yanga anavyofanyaje, anavyocheza. Kwa hiyo mimi naona kabisa kwa klabu ya Simba kwenda wapi? Kwenda kasi kutafuta pointi za mezani au kupata ubingwa wa mezani wako sahihi 100%, na ndio njia pekee ya klabu ya Simba kuchukua ubingwa msimu huu ni kwenda kasi, kwenda kufungua kesi ya Damaro. Ikitokea wameshinda, basi pointi za mezani za klabu ya Yanga ambazo Damaro amecheza hiyo michezo, maana yake hizo pointi zitatakiwa zifanyaje? Yanga apokonywe, apewe nani? Wapewe timu ambazo zimecheza hiyo michezo na nani? Na Yanga. Kwa hiyo mwisho wa siku Simba anaweza katawazwa kuwa nani? Kuwa bingwa. Kwa hiyo kwa Damaro Simba kwenda kasi wako 100% waende huko wakapata hizo point, lakini bila hivyo kwa namna Yanga anavyocheza sioni klabu ya Simba kuchukua ubingwa msimu huu kwa namna Yanga anavyocheza. Kwa hiyo mimi binafsi naona kabisa kwa Simba wanajitahidi, ni kweli wamesajili wachezaji wazuri, dirisha dogo wanacheza vizuri, lakini too late. Wanasema raundi ya pili ndio raundi ya biashara jioni. Raundi ya kwanza wanasema nini? Yani biashara asubuhi, mahesabu jioni. Kwa hiyo Yanga saizi ni kama anafanya mahesabu, Simba anafanya nini? Imeshakuwa anti-clockwise. Kwa hiyo mimi binafsi nikwambie kwamba kwa namna jinsi tulivyojipanga wanachama na mashabiki na uongozi, naona kabisa klabu ya Yanga anaenda kuchukua ubingwa wa mara 5 mfululizo, kitu ambacho klabu ya Simba inawauma sana. Gap la alama 5 ni kubwa sana, na nikwambie klabu ya Simba ilifanya mistake kwenye kile kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani na Kwaresma, ambacho kilikuwa ndio kipindi ambacho klabu ya Yanga ilipoteza nafasi. Pale wao itakuwa ndio wafanyaje? Waitumia hiyo nafasi, lakini cha kushangaza tumelitoa gap la alama 5 tumelileta mpaka kwenye alama 1. Wao wenyewe Simba. Sasa angalia Mnyasa, kwa mfano kama hapo tumlaumu nani? Unajua hata hizi propaganda zinatengenezwa ni kwa sababu ya wao Simba. Gap limetoka kwenye alama 5 limeshuka mpaka alama 1. Wao wenyewe klabu ya Simba wamelitoa ile gap la alama 1 wamerudisha kwenye alama 5. Sasa katika mazingira kama hayo unamlaumu la Yanga kwa lipi? Ilitakiwa ile nafasi ya Yanga kushusha ile gap la alama 5 mpaka 1. Itakuwa Simba watumie nafasi ile. Umeona? Hasa na wao Yanga anapoteza mechi na wao wanapoteza mechi. Yanga anapoteza mechi na wao wanapoteza mechi. Mwisho wa siku wamejikuta wao wanafanyaje? Wanafanya ni kama kinyume chake. Mwisho wa siku leo Yanga yuko kileleni na alama 5. Sasa hilo gap la alama 5 bwana Mnyasa nikuulize. Gap la alama 5. Yanga sasa ni mwezi wa 4, tunaelekea mwezi wa 5. Bado siku 10 kuelekea mwezi wa 5. Hivi nafikiri Yanga kwa akili tulizonazo, Yanga atashuka pale kileleni? Bwana Mei 3. Naona vita kama inaanza hivi. Mei 3 nataka nikwambie kitu kimoja. Raundi ya kwanza kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa ni regular starter kwenye klabu ya Yanga ambao hawakuwepo. Na ndio maana nataka nikwambie tarehe 3
Mei 3, nataka nikwambie kitu kimoja. Tunaenda kushinda ushindi wa kishindo. Umenielewa Mnyasa? Tunaenda kushinda ushindi wa kishindo kwenye engo hii moja. Mpaka hapa ninachotaka kukuambia, kuna mchezaji kama Clement Mzize, nimemwona anafanya mazoezi. Japokuwa hajawa official, lakini uongozi utakuja na official letter. Ninachotaka kusema, Pacome Zouzoua yupo. Ni mchezaji ambaye ukiangalia michezo yote 6 ambao tumemwadhibu klabu ya Simba, Pacome Zouzoua ndio mchezaji ambaye ameamua hiyo michezo. Na mchezo wa juzi dhidi ya Mbeya City, Pacome Zouzoua amefanikishwa kushinda michezo magoli mawili na labda Sambad na kutengeneza baadhi ya magoli. Kwa hiyo mchezaji kama Pacome, nataka kusema ni kwamba ni mchezaji ambaye amehusika kwenye ushindi wa mechi 6 dhidi ya Simba. Kwa hiyo tarehe 3 mwezi wa 3 kama atakuwepo Pacome, basi game mimi natojua ni game over. Ni game over. Kwa hiyo gap litakuwa ni alama 8. Sasa kama gap ni alama 8, unategemea kuifunga Yanga ipi? Yaani Yanga ipoteze michezo 3 na sare 2. Ni Yanga ipi atakayoweza kufanya hivyo? Kwa hiyo mimi ninachotaka kusema mpaka hapa ni kwamba klabu ya Yanga ni mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara msimu wa 25-26. Asiyetaka ameze shoka. Kama hutaki meza shoka. Shabiki wa Simba, kama huamini hilo meza shoka. Ila bingwa wa ligi kuu Tanzania bara msimu wa 25-26 ni klabu ya Yanga. Kwa namna tulivyojipanga na tunavyozidi kujipanga, uongozi na mashabiki na wachezaji wetu, naona kabisa quality ya Yanga ni quality nzuri, tuko vizuri, hatuna shida yoyote. Mimi ninachotaka kusema hawa wenzetu saa hizi nimeona hata pale Arusha wao wameona ubingwa wao ni kwenda kuchoma. Unajua bana, wanasema raha ajipe mwenyewe. Unajua klabu ya Simba saa hizi bana, mimi inanifurahisha sana. Wanasema Waswahili wanasema raha ajipe mwenyewe. Wameamua kwamba bana raha wajipe wenyewe. Leo juzi pale Arusha nimeona wanachoma mishikaki, wanachoma nyama. Sasa wewe unachoma nyama kwa sababu unajua kila kitu unachokifanya bana Mnyasa ni lazima uwe na sababu. Leo klabu ya Simba wanachinja ng'ombe, yani wanapokonya uhai wa wanyama bure pasipo na sababu ya msingi. Unachinja ng'ombe, unaua ng'ombe wa watu, unachinja ng'ombe wa watu. Una sababu gani ya kuchoma nyama? Yani ya kuchinja ng'ombe, una sababu gani ya msingi? Huna ubingwa. Huna hata kakombe, hata sahani, hata birika huna. Unachoma nyama, unachinja mishikaki kwa ajili ya nini? Lakini kwa sababu anasema raha jipe mwenyewe, klabu ya Simba wako sahihi kuchoma nyama kwa sababu anasema raha jipe mwenyewe, wacha wachome nyama. Lakini sisi klabu ya Yanga tukichukua Muungano Cup, kwa sababu nafikiri baada ya siku 2-3 tunaenda kwenye Muungano Cup. Kwa hiyo mimi ninachotaka kusema, tukichukua Muungano Cup, basi sisi tunaenda kufanyaje? Sisi zetu ni supu, sio nyama choma. Zetu ni nini? Ni supu. Kwa hiyo mimi binafsi ninachotaka kusema Bwana Mnyasa, tumejipanga na tutazidi kujipanga na klabu yetu msimu huu inaenda kuchukua ubingwa. Bwana, mimi nikushukuru, nikutakieni kila laheri kwenye mbio zenu za ubingwa na kuelekea Mei 3. Yanga bingwa. Yanga bingwa. Msipokuwa mabingwa? Tusipokuwa mabingwa atuchape viboko 100 na makofi mawili. Hususan mimi Kefa Chengula nichape viboko 100. Rudia tena hiyo. Ikitokea klabu ya Yanga hatujachukua ubingwa msimu huu, mimi Kefa Chengula nichape viboko vya mzinifu, viboko 100 na makofi mawili. Tena wewe Mnyasa ndio utakiwa upige makofi mawili, au wengine mashabiki wa Simba nichape viboko 100. Ikitokea klabu ya Yanga hatujachukua ubingwa msimu huu, una sababu gani ya kutokuchukua ubingwa? Na ikitokea klabu ya Yanga hatujachukua ubingwa na Injinia Hersi achape viboko 100 na makofi mawili, na makamu wake achape viboko 100 na makofi mawili, una sababu gani? Yanga hii unakosa ubingwa. Kwa hiyo mimi ninachotaka kusema, Yanga bingwa. Tusipochukua ubingwa, mimi Kefa Chengula nichape viboko 100 na makofi mawili, no doubt. Hatuna mpinzani. Bwana, shukrani sana. Nashukuru sana.